Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla ametoa onyo kwa vijana wanaotumia usafiri wa pikipiki kufanya uhalifu mkoani Arusha, maarufu kwa jina la tatu mzuka, kuacha mara moja vitendo hivyo, badala yake watafute kazi nyingine halali ya kufanya. Makalla ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wazee mkoani Arusha katika mkutano ulioandaliwa na jumuiya ya wazee na kuambatana na matembezi ya amani kwa lengo la kumuenzi hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo amesema kwamba ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani iliyojengwa kwa gharama kubwa. Yangu itakuwa wazi kupata ushauri wa wazee katika uongozi mkoa huu wa Arusha. Viongozi wa wazee wa mila, viongozi wa dini ni watu muhimu sana katika kushauri mambo ya uongozi. Narudia tena, tahakikisha usalama katika mkoa wa Arusha. Jana nilitoa kauli iliyohusiana na hawa vijana ambao wanabip watatu mzuka, wanaopita na mapikipiki wakati mwingine kuvamia watu, kupora watu. Nimewaambia katika kushughulika na swala la usalama wa wananchi, na hasa nyie wazee pia niwahakikishie, tatu mzuka hawana nafasi katika mkoa wa Arusha. Kingine, nikiwa mkuu wa mkoa, dhamana yangu ni kuhakikisha mkoa huu, wananchi wa mkoa huu, nikishirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, wananchi wanaendelea kuwa salama. Tumemwenzi Mwalimu katika kumbukizi ya siku hii muhimu ya kuzingatia mambo muhimu ya amani katika nchi yetu, ya amani katika mkoa wetu wa Arusha. Asanteni sana. Mimi kama ni kiongozi katika kamati ya amani ya mkoa, tunahimiza sana kwamba tuendelee na amani yetu, tuilinde nchi yetu, tuipende nchi yetu ili tuweze kuitimiza amani yetu na kuangalia kwamba maisha ya watoto wetu itakwenda vizuri. Leo ni siku ambayo Mheshimiwa marehemu baba yetu, baba wa taifa, ndiyo ameondoka dunia tarehe ya leo. Kwa hivyo sisi tumuenzi kwa kufanyia mambo gani? Kwa kufuata maelekezo na mwenendo wake ya amani na utulivu katika Tanzania yetu. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani pia amesisitiza sana amani, amesisitiza sana umoja, amesisitiza sana kwamba tuache maovu yote. Moja katika ambayo tunaendelea sasa hivi kwamba watoto wameharibika, wanavuta bangi, wanakula mapombe. Tunaomba sana, siku hii ya leo ni siku ya tukufu sana ya wazee, siku ambayo wazee tumetembea kwa ajili ya kupata afya. Kwa hiyo tunawaambia watoto wetu waache vitu hivi vyote ili waweze kuishi kama hapa wazee waliopo, na tuwaombee wazee wetu waendelee kuishi na kufanya mazoezi na kula chakula vizuri, kula mamboga na kufanya mazoezi ya kila aina ambayo itawasaidia waweze kuishi vizuri. Mwisho kabisa, tunaomba vijana waangalie wazazi wao. Ni muhimu sana, watoto wameacha wazazi, wanaoacha wanapotea. Tunaomba sana vijana, amkeni sana, muweze kuwatizama wazazi, ndiyo pepo ambayo itawapeleka peponi kwa kuwalea wazee wenu.